Kuja kuchagua mgombea urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na mgombea urais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi. Mmetupa heshima kubwa, mimi na mgombea mwenzangu hapa Mheshimiwa George Busungu, kupeperusha bendera ya chama chetu cha ADA-TADEA. Niwaahidi, tunafahamu chama chetu hakina ruzuku, lakini kutokana na heshima hii mlonipa mbele yenu, naahidi sehemu ya kinua changu mgongo nitakachokipata baada ya Baraza la Wawakilishi kuvunjwa, pesa zote nitazileta kwenye chama ili chama kiweze kufanya kampeni, kwa sababu bila chama hiki mimi nisingekuwa mjumbe wa Baraza la Wawakilishi. Bila chama hiki mimi nisingekuwa waziri kwenye Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar awamu iliyopita ya Dr. Ali Mohamed Shein. Kwa hivyo nawaahidi mbele ya msaidizi msajili hapa Bwana Sisi Nyahoza, sehemu ya kinua changu mgongo nitakachopewa baada ya Baraza la Wawakilishi kuvunjwa, nadhani litavunjwa mwezi wa 6 mwishoni, tunavunja baraza, basi tujue kwamba kile kinua mgongo nitakachopata si changu mimi, ni cha ADA-TADEA. Tutakaa na viongozi wenzangu, tutakaa na wenye viti wa mikoa ili kuweza kupanga ratiba mzuri, sasa kuona sasa tunazunguka nchi nzima kusaidia wagombea wetu wa ubunge na udiwani pamoja na wagombea urais. Kwamba jinsi mlivyonipigia kura inaonekana mna imani na mimi. Jinsi mlivyopiga kura nimeona mna imani na chama chetu cha ADA-TADEA. Na jinsi mlivyopiga kura inaonekana Tanzania hii mnaipenda kweli kweli. Asante. Naitwa Sisi Nyahoza, ni msajili msaidizi wa vyama vya siasa. Tumekuja hapa kushuhudia mkutano mkuu wa ADA-TADEA. Leo wanafanya mkutano mkuu maalum kufanya mambo mawili: kuteua mgombea urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kuteua mgombea wa urais wa Zanzibar. Na kama mnavyoelewa kwamba mchakato wa uchaguzi umeshaanza na unakwenda sasa hivi kwa kasi. Sasa hivi hiki takriban ni chama cha 6 wanafanya uteuzi wa wagombea wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na wagombea urais wa Zanzibar. Kwa maana hiyo mchakato wa uchaguzi unaendelea. Ofisi ya msajili wa vyama vya siasa, jukumu letu ni kuja hapa kuangalia kwamba uteuzi wa wagombea unaofanywa unafanywa kwa mujibu wa sheria za nchi na katiba yao na kanuni, kwa sababu hii ni tendo la kidemokrasia, ni lazima ifuate sheria na hasa katiba yao na kanuni. Kwa sisi leo tumeshuhudia hapa uchaguzi unaendelea vizuri, na tumewaasa kwamba wao na vyama vingine 18 vitakavyoshiriki uchaguzi mkuu wa Oktoba 26 wazingatie sheria za nchi, wahakikishe kwamba wanadumisha amani, utulivu na umoja wepo katika uchaguzi mkuu ambao utafanyika Oktoba mwaka huu. Kwa sababu tumewaambia kwamba amani tulionayo ndio inafanya wao wafanye huu mkutano mkuu leo, na ndio itafanya kwamba uchaguzi mkuu uwe huru na haki kama ambavyo vyama vyote vinatarajia. Kwa ndio wito wetu tuliowaasa leo. Asanteni sana.